Ikiwa leo ni tarehe 15 mwezi wa 9 1447 Hijiria kwa kalenda ya Kiislamu, tumo ndani ya nusu ya kwanza ya Ramadhani, nusu ya pili ya Ramadhani. Ramadhani ukiangalia ni kama imeanza juzi tu, lakini tayari ni ya 15 leo, wengine ni 16. Lakini jiulize mwanadamu, wewe hapo ulipo, kutokea Ramadhani imeanza mmoja mpaka leo 15. Je, yale malengo ya Ramadhani yaliyosema na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani kuwa ni la'allakum tattaqun, lengo la Ramadhani limekuja watu wafunge saumu ndani ya mwezi wa Ramadhani, lakini lengo hayo wacha Mungu. Je, swali la msingi jiulize wewe, tokea umeanza Ramadhani ya kwanza mpaka leo ya 15, yale malengo ya saumu yanapatikana kwako wewe? Jawabu likija ni hapana, maana yake bado unayo time ya kujitathmini kwa mara nyingine tena ya pili. Yuko mwanafalsafa mmoja wa Afrika, aliwahi kuwa rais wa kwanza wa Afrika ya Kusini, Nelson Mandela. Kila mmoja anamfahamu. Ni bwana alikuwa ni mwanaharakati wa kupigania uhuru wa nchi ya Afrika ya Kusini. Miongoni mwa harakati alizofanya baada ya kupata uhuru wa nchi yake, alitunga moja ya kitabu kwa The Long Walk to Freedom, safari ndefu na ngumu ya kuelekea uhuru. Ndani ya kitabu chake hiki yako maneno anasema, as long as we are youth we have time to change. Anasema ili hali sisi ni vijana tunao muda wa kubadilika. Kwa hiyo tuchukue hapa mwisho, we have time to change. Ndio anwani yangu ya hotuba yangu ya leo. We have time to change, tunao wakati wa kubadilika. Ndugu zangu, tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao ni shahrul maghfira, ni mwezi wa msamaha. Kila mmoja akiingia ndani ya mwezi wa Ramadhani na kutoka ndani ya mwezi wa Ramadhani, basi iwe sababu ya yeye kusamehewa madhambi yake. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani anasema, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lilmuttaqin. Allah anasema wasari'u, nafanyeni haraka, kimbieni, ila maghfiratin min rabbikum, kumtaka msamaha Mola wenu. Wasari'u imekuja wasari'u katika lugha ya Kiarabu, neno sara ni amekimbia, ametroti maana yake. Allah anasema wasari'u, kimbieni, ila maghfiratin min rabbikum, kumtaka msamaha Mola wenu. Lakini katika hali gani anasema wasabiqu ila maghfira, vile vile huku ni wasari'u, lakini pia wasabiqu ila maghfira, kimbieni kumtaka msamaha Mola wenu. Tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani, mwezi ambao khairati ambazo ziko ndani ya mwezi wa Ramadhani ni nyingi sana. Ni mwezi wa kusamehe watu madhambi, lakini lengo ni la'allakum tattaqun, lengo watu wapate kuwa wacha Mungu. Ucha Mungu utapatikana vipi? Maana yake ni kwamba wapaswa ukae wewe itathmini upya namna ya mambo unayoyafanya. Mwezi wa Ramadhani unaondoka huu, ulikuja tulianza na 1 mpaka leo ni 15. Maadasafi shadid, Ramadhani inavyozidi kwenda watu wazidi kunyonyea misikitini. Wale masahaba waliopita kabla ya sisi walikuwa tatizo kubwa, sababu walichukua Uislamu kwa mitume. Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema, al-qayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut. Mtu mwenye akili sana, al-qayyis, mtu mjanja, al-qayyis, mtu mrefu, al-qayyis, mtu mwenye akili nyingi. Man ni yule ambaye dana nafsahu, ameizuia nafsi yake, wa amila lima ba'da al-maut, na akayafanya yale ambayo yatamfaa baada ya kufa. Tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani, leo ni 15. Jiulize wewe, tokea mianzia 1 mpaka leo 15, je, kuna impact gani umeipata wewe?
Tofauti ni ipi kati ya miezi ya kawaida na mwezi huu wa Ramadhani katika mwili wako, katika nafsi yako, katika roho yako? Je, swali la msingi, ni ipi tofauti ya mwezi wa Ramadhani na miezi mingine kwako wewe ambayo umefunga kutoka moja mpaka leo 15? We have time to change. Unao au tunao wakati wa kubadilika. Mwezi wa Ramadhani umekuja ni tunu, tuitumie vilivyo. Kila mmoja anapaswa mwezi wa Ramadhani ukija na ukiondoka, basi hesabu yeye kusamehewa madhambi yake. Mwezi wa Ramadhani umekuja kwa lengo la kuwasafisha watu walioyafanya ndani ya mwaka mzima. Huu mwezi mmoja iwe ndio chuo cha kujisafisha, lakini baada ya Ramadhani ikipita aende akaishi maisha atakayomfaa yeye katika maisha yake yote. Ala sabili mithali, nitoe kisa kimoja. Nimesema hotuba yangu kuwa tunao wakati wa kubadilika. Yuko mfalme mmoja miongoni mwa wafalme wa ardhini. Mfalme mmoja miongoni mwa wafalme wa ardhini alitawala kwa muda mrefu sana, lakini baadaye akawa umri umekwenda na mrithi wa kumrithi hana. Mrithi aliyekuwa naye ni binti wa kike, mtoto wa kike mmoja tu aliyekuwa naye. Kwa hiyo wa kike kurithi falme haiwezekani. Lakini yule mfalme alikuwa ni mcha Mungu. Akawaambia viongozi wake kwamba nahitaji mtu nimwozeshe mwanangu, lakini mtu huyo awe ana sifa ya ucha Mungu. Waziri mkuu akamuuliza, huyo mtu ni nani? Mfalme akasema, huyo mtu utampata msikitini usiku wa manane, watu wakiwa wamelala, yeye anaswali usiku. Kwa hiyo nendeni msikitini, mkimkuta mtu usiku wa manane anafanya ibada, wakati watoto wamelala yeye anafanya ibada, basi huyo ndiye anaweza kuwa mtoto wangu mimi mwenyewe. Basi moja katika masiku akatoka waziri mkuu na baadhi ya walinzi wa mfalme wakienda katika msikiti wa jirani ya pale kwenda kumwambia, je, kuna mfanya ibada msikitini usiku mwingi? Kwa bahati mbaya siku hile wanakwenda kuangalia msikitini kuna mfanya ibada, kuna mwizi wa mtaani pale alikwenda kuiba. Kwa bahati mbaya siku ilikuwa mbaya kazini, akakosa vya kuiba. Wakati anarudi akaona msikiti, akakuja niingie huko bwana kaibata feni au amplifier, akachoma msikitini usiku mwingi. Sasa wakati kwa mule na wale waliokuwa na mfalme nao wamefika, yule bwana akapiga hesabu za haraka, nikimbie nipeke na wapi, mlango umefika kwa ndani. Akaona njia nyepesi ya kufanyaje tetee ni kusimama kwa kile kibla na akafunga swala. Allahu Akbar, katika kibla akafunga swala bila kuona udhu, akafunga swala yule bwana. Wale bwana wanaingia, walipoingia ndani pale wakasema mashaallah, asema rajul akthara salati ala an-nawm. Yule mtu mfalme aliyemsema ndio huyu mtu ambaye amekithirisha swala usiku, wenzake wote wamelala, yeye na swali usiku mwingi. Mashaallah, huyu kijana ndio mfalme alikuwa akimtarajia kijana kama huyu. Basi yule bwana akasema tumsubirie kwa sababu nifanye ibada, kumngojeni ya swali mpaka amalize. Kwa amekaa anamsubiria yule kijana na swali. Yule bwana akitoa salamu anaona anamngoja aswali tena, akitoa salamu anasubiri aswali tena. Basi sasa anachelewesha bwana, akamchukua. Walipomchukua yule bwana akahisi kwamba huenda akaonekana labda kaja kuiba ule msikitini, kwa hiyo wamemchukua wamemshuku ili mwizi, wakaondoka naye. Basi ikawa alfajiri imefika, mwambia mfalme, bwana yule kijana alitamania katika uhai wako wote aje aoe binti yako, ni huyu bwana. Tumemkuta usiku wa manane anafanya ibada, watu wote wamelala, yeye ndiye anafanya ibada usiku mwingi. Mfalme akamwambia maneno matatu kama sio mawili, uzawijuka binati,
watakunu sharika fi mulki. Kamwambia yule bwana, nita kupa binti yangu, nitakuozesha binti yangu, lakini pia utakuwa mrithi wangu baada ya mimi kuondoka duniani. Yule bwana akastaajabu kwanza, imekuwaje mfalme tu from nowhere akaja kumchukua na kusema nitakuwa mfalme baada ya mfalme kuondoka, atanipa mwanawe. Akamwambia, kwa sababu nilikuwa na mtu aina wewe muda mrefu sana, ambaye watu wamelala usiku lakini yeye afanya ibada. Nimesema hotuba yangu ni we have time to change, tunao wakati wa kubadilika, ndio maana tunachokisa. Ile bwana akamwambia mfalme, ngoja nipishe kwanza nini. Mfalme subiri, akatoka nje peke yake, anaongea kwa nafsi yake, ya Rabbi, kwa swala ile feki bila kuwa na udhu, swala ambazo kutegemea kwa swala ile, yani yeye alikuwa ni sababu ya kujificha kwa serikali ni mwizi, akaswali swala ile, basi akawa ni mfalme baada ya mfalme kuondoka. Je, ndio swala ile kwa bora ndio jibadili? Ya Rabbi, we have time to change, nao wakati wa kubadilika. Na bwana wake kwa waume, namna ya Uislamu tuliokuwa nao sasa hivi sio Uislamu ule ambao mtume alitarajia ungekuja kwa wakati huu. Wale maswahaba waliopita kabla ya sisi walipokea Uislamu kuwa ni tunu kubwa sana. Leo misikiti, kila mmoja unayemuona hujamstini kuswali basi kachelewa. Yani hakuna na siku moja kama mtu anakuja pale kawai mashallah mapema sita kamili sita nusu kawai, hapana. Yani every time mtu achelewa kwa sababu bwana niko nje ya muda. Yani lao kama masahaba watafufuka wakaja wakaona Uislamu ambao wao walikumania kwa kiasi kikubwa ndio leo uko hivi, wallahi ni mtihani uliokuwa mkubwa sana. Tumejisahau, lakini we have time to change. Tunao wakati wa kubadilika. Kila mmoja aongee nafsi yake yeye mwenyewe, kwa sababu inasemwa haya, kuna maisha baada ya maisha haya duniani. Yani wewe ukacheza kimbia, kuna maisha baada ya maisha haya. Maisha baada ya maisha haya yanatakiwa maandalizi makubwa. Maisha hayo yaandae. Unayaandaaje? Maana yake ufanye ibada, uyafanye yale ambayo Mwenyezi Mungu anamridhia, hasa nazungumzia Ramadhani, kwa sababu ndio tuko ndani ya mwezi wa Ramadhani. Hasa Ramadhani, Mtume asema man swama ay man qama, man swama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hadithi hii pekee yake yatosha kwa darasa ya Ramadhani mwezi mzima. Man swama Ramadhani, atakayefunga mwezi mtukufu wa Ramadhani imana, akiwa na imani, wa ihtisaban, lakini akitaraji malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Mtume yasema husamehewa mtu huyo yale yaliyokuja kwa madhambi yake yote, husamehewa. Lakini kwa nini? Kwanza imanan wa ihtisaban, awe na imani kweli kweli, awe anaamini kwa funga ni ya Mola, afunge kwa yakini, asifungie watu kwenye mbele za watu, kafunga kile kutoka pale yeye ni mlaji. Wa ihtisaban, kisha atarajia malipo kwa Allah subhanahu wa ta'ala, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Bwana, kila mmoja anayo nafasi ya kubadilika. Mola anasema wasari'u ila maghfiratin min rabbikum, wasari'u, fanyeni haraka, kimbieni, ila maghfiratin min rabbikum, kumtaka msamaha Mola wenu. Kisha baada ya msamaha what is next? Asema wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh, kuna pepo. Huku ni mbali sana, kwenye pepo. Lakini pepo hiyo ina nani? Uiddat lilmuttaqina. Allah asema pepo hiyo ameiandaa kwa wale kumcha Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Ndio kama kule kwenye siyamu, kutiba alaykum siyam, lakini la'allakum tattaqun, ndio uiddat lilmuttaqina. Wote hawa ni wacha Mungu. Hatuwezi kuwa ni wacha Mungu
kama tuna Uislamu wa mazoea. Hatuwezi kuwa na cha Mungu kama tutaamua kubadilika. Kila mmoja anayo nafasi ya kuamua kubadilika. Mwezi wa Ramadhani umetujia, ni shahrul maghfirah, ni mwezi wa msamaha. Kuna aqwali zinasema mwezi wa Ramadhani ukifanya moja jema alikuwa 10 mara 100 mfano wake. Lakini leo tumekuteka, tumeamua kukaa nyuma. Sasa huwezi kuelewa kwa sababu gani tumeamua kwa hivi, lakini ni kwa sababu tumekataa kusoma Uislamu. Wale masahaba waliopita ala sabili mithali walikuwa wakisoma Uislamu kwa ufahamu, wakifanya ibada, wakifunga, wakitoa wakiswali, wakienda hija, kwa sababu wanajua faida yake ni kitu gani. Wamesoma swala na ifahamu swala iswaliweje, walisoma. Sisi leo ni Waislamu wenye sababu hatakusoma. Sasa kama tutasoma hatuwezi kuwa salama duniani na kesho akhera. Aqulu ma tasma'un wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya wad din wa ba'd. Usikum wa usi nafsi bi taqwallahi wa ta'atihi ayyuhan nas faqad faza al-muttaqun. Watukufu wa Kiislamu na wasia pamoja na kuhusia nafsi yangu katika masuala mazima ya kumcha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu hakuna mwanadamu aliyekuwa bora ulimwenguni na kesho akhera asipokuwa bora ndani ya Allah subhanahu wa ta'ala. Hotuba yangu ya pili itakuwa ni hitimisho ya hotuba ya mwanzo yenye unwani inayosema tunao wakati wa kubadilika. Tumo ndani ya mwezi wa Ramadhani. Mmoja katika watu wema waliotangulia, nimalizia hotuba yangu, yako maneno aliwahi kupata kuyasema, na leo chukua na kupa haya, alafu nitathmini wewe uko wapi kwenye sehemu hizo. Anasema Uislamu kama Uislamu una step 5. Yaani Uislamu kama Uislamu una step 5. Jiangalie wewe uko wapi kwenye step 5 hizo kwa haraka. Asema kuna Uislamu alafu kuna Muislamu. Ndani ya Uislamu kuna mtu ni Muislamu, daraja ya kwanza ni mtu kuwa Muislamu. Kwenye Uislamu one of the step ni mtu kuwa Muislamu kwanza. Lakini ya pili asema kuna muumini, ni mtu kuwa muumini. Yaani ukiwa ni Muislamu, umezaliwa kwenye Uislamu, waitwa Abdallah, waitwa Qasim, waitwa Muhammad, ama daraja hiyo. Vuka hapo, ondoka hapo, nenda kwenye muumini. Si ni Muislamu? It's fine, tunakubali ni Muislamu. Umezaliwa kwenye Uislamu, hama kwenye sehemu hiyo, nenda kwa muumini. Lakini yasema kwa daraja ya muumini usikae kwenye muumini na kuhama. Asema kuna muhsin, kwa haraka naelezea. Daraja ya muhsin ifikapo hama, kuna taqi, ni mcha Mungu. Ukifika hapo hama, kuna wali. Sasa kwenye wali ni mbali hapa kwenye Uislamu. Leo watu wengi sana bado ni Waislamu tu. Ni Waislamu tu. Mtume asema alfarqu bainana wa baina al-mushrikeen as-salat. Tofauti ya muumini na asiyekuwa muumini ni swala. Maana yake ni kwamba asiyeswali huyu bado hajawa muumini. Yaani kwa lugha nyepesi, automatically huyu sio Muislamu. Kwa lugha nyepesi, asiyeswali amejivua yeye. Ili upate kuwa muumini, kwanza jambo la kwanza ufanye ibada ya swala 5. Lakini hivyo asiyeswali akafunga, bado huyu acheza. Leo wako watu wengi sana wanafunga, mashallah, leo ana 15 na 17, lakini yaswali. Wapo. Uenda ikawa mkeo kwa ibada pia afunga naye, lakini mliswali mkeo kwa anaangalia Utomani, anaangalia density, kaka nyumbani tu mkeo. Sasa mimi nitakuswali. Ufanye kazi wewe. Bado nyia mjao muumini. Hameni kwenye Uislamu, ndeni kwenye uumini.
Yaani toka kwenye Uislamu ndio kawe muumini. Leo wengi tunabaki kwenye Uislamu tu, Uislamu tubaki hapo. Hama hapo ndani ya Uislamu nenda kawe muumini. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ndani ya Qur'ani ametumia lugha takriban 3 au 4 za kuwaita watu. Kuna ya ayuhan nasu, ya ayyuhal ladina amanu. Sasa hawa nasu, hii nasu ya ayyuhan nasu, wazungu wanasema ni international call, ni wito wa kimataifa. Kila mmoja hapa aingia, mbali kwa dini yake dini gani, ile ya ayyuhan nasu, ni watu wanaingia. Lakini ya ayyuhal ladina amanu, si kila mtu aingia. Kwa fasiri nyepesi, Allah anasema ya ayyuhal ladina amanu, enyi waumini mlioamini, mliokuwa na imani ya sawa sawa, ndio wanaambiwa hao. Na kusikia yale kama kwa habari na kujadili ni habari nzito. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa ahame daraja ya Uislamu unapotoka nenda kwa muumini. Ukihama kwenye Uislamu kwenda kwa muumini, unayo nafasi ya kwenda kwa muumini. Ukitoka hapo kwenye muumini hama ndio kawe tatibu. Sasa ndio Ramadhani ya la'allakum tattaqun, leo mpate kuacha Mungu. Kwa hiyo kila mmoja anapaswa kutathmini yeye mwenyewe. Nimalizie hotuba yangu. Yuko profesa mmoja, ni mwalimu mkuu wa chuo kikuu cha Harvard nchini Marekani. Alikuwa ni kafiri, lakini akausoma Uislamu, baadaye akasilimu akawa Muislamu. Aliposlimu ni kafiri, alikuwa kafiri. Aliposlimu yako maneno aliyasema, anasema Muslims are the hardest people to convert to another faith. There is nothing to offer them. Anasema Waislamu ndio watu wagumu kuwashawishi kwenda kwenye dini nyingine, kwa sababu huna kitu cha kuwaofa kwenye dini yako. Maana yake ni kwamba dini yao imekamilika. Alikuwa anakazia tu haya maneno ya Mtume haya. Waislamu ndio watu wagumu kuwashawishi kwenda kwenye dini nyingine, kwa sababu gani? There is nothing to offer them. Huna kitu cha kuwaofa. Na leo ukimwona Muislamu katoka Uislamu na kwenye mpili sio ya Uislamu, basi mambo mawili tu basi. Aidha ni mwanamke au kafata pesa. Kama ni mwanaume kafata mwanamke, kama ni mwanamke kafata mwanaume. Dini yetu sisi imekamilika. Nimalizie na hadithi moja. Mtume anasema inna bil jannati baban yusamma Rayyan, peponi kuna mlango jina lake ni Rayyan, la yadkhuluha illa as-sa'im, hata ingia peponi kwenye mlango isipokuwa aliyefunga. Fayunadi munadi, siku ya kiyama nadhani ni munadi, aina swaimun, wako wapi waliokuwa wakifunga? Aina swaimun, wako wapi waliokuwa wakifunga? Fayadkhuluha, wataingia, wala yadkhulu ahadun khayrahu, hata ingia mtu mwingine isipokuwa aliyefunga. Saumu ya Ramadhani hii tunafunga ina fadhila kubwa sana. Mtume asema, Mungu asema as-sawmu li wa ana ajzi. Saumu ya Mwenyezi Mungu. Ukifunga funga nafsi yako. Hakuna mkomba kwa nafsi. Leo kila mmoja adui yake ni nafsi yake. Shetani hapo amefungiwa. Adui yako mkubwa ni nafsi yako mwenyewe. Kwa hiyo kila mmoja anayo nafasi ya kubadilika. We have time to change. Chukua hii leo. Tunaomba leo chukua hii. We have time to change. Tunayo nafasi ya kubadilika. Inna Allah malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu 'alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama sallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم تقبل الصديق التقي وعمر الفاروق النقي وعثمان ذي الغيب الزكي وعلي الوفي الرضي. اللهم إياك نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك نذهب ونغفر. اللهم إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم، اهدنا الصراط المستقيم. عباد الله وأقم الصلاة.
بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.